Fikiria wewe ni Mwadventista msabato mwaminifu, unaumwa sana, unasafiri umbali mrefu kwenda hospitali ya kanisa lako kwa sababu unaamini kwamba huko utakuwa miongoni mwa watu wako, yaani Waadventista wa Sabato wenzako. Umefanya reservation, hospitali imekubali kukupokea, kanisa lako limeahidi kulipa gharama zote ambazo zitatolewa na hospitali. Lakini unapofika hospitalini unaambiwa hatuwezi kukupokea. Si kwa sababu hakuna kitanda, si kwa sababu huna fedha, si kwa sababu ugonjwa wako hauwezi kutibiwa, bali kwa sababu wewe ni mtu mweusi. Na hospitali hiyo si hospitali ya kawaida, ni hospitali ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hiki ndicho kilichompata Lucy Bundy mwaka 1943, na tukio hili likawa moja ya matukio muhimu zaidi yaliyobadilisha historia ya Waadventista weusi nchini Marekani. Lucy Bundy alikuwa nani? Lucy Bundy hakuwa mtu aliyekuwa nje ya kanisa akilalamikia Waadventista wa Sabato. Alikuwa ni Mwadventista msabato halisi. Lucy Spence Bundy alizaliwa Septemba 22 mwaka 1877 huko Petersburg, Virginia. Wazazi wake Jesse na Harriet Spence walikuwa wamezaliwa katika utumwa kabla ya kuachiliwa katika kipindi cha vita vya wenyewe kwa wenyewe hapa Marekani. Lucy Bundy baadaye aliishi New York pamoja na mume wake James Bundy. Alijulikana katika jamii ya Waadventista wa Sabato kwa ukarimu wake. Nyumba yake ilikuwa mahali ambapo viongozi na watumishi mbalimbali wa kanisa walikaribishwa. Vyanzo vya historia ya Waadventista wa Sabato vinamtaja kama mwanamke aliyekuwa na kipawa kikubwa cha ukarimu na ambaye nyumba yake ilikuwa wazi kwa watu wengi. Hili ni muhimu sana kulielewa. Lucy hakukataliwa na taasisi ya dini nyingine. Alikataliwa na taasisi ya kanisa ambalo yeye mwenyewe alilipenda, alilitumikia na kuliamini. Mwaka 1943 Lucy anaugua. Katika majira ya kiangazi ya mwaka 1943, Lucy akiwa na umri wa miaka 65 kuelekea 66 hivi, aliugua saratani ya ini. Pamoja na hali kali ya mwili kudhoofika na kupungua uzito kutokana na ugonjwa mkubwa, hali yake ilihitaji uangalizi wa hospitali. Mume wake James alifikiria mahali pazuri pa kumpeleka, na kwa sababu walikuwa ni Waadventista wa Sabato, wakachagua Washington Sanitarium, Tacoma Park kule Maryland. Leo eneo hili lina historia inayohusiana na mfumo wa Adventist Healthcare, lakini wakati huo Washington Sanitarium ilikuwa taasisi muhimu ya afya ya Waadventista wa Sabato karibu kabisa na Washington DC. James alikuwa na sababu maalum ya kutaka mke wake atibiwe pale. Kwa maneno yake mwenyewe, Lucy alitarajia kwenda mahali ambapo angekuwa among her own people, yaani miongoni mwa watu wa imani yake. Fikiria uzito wa maneno haya: hospitali ya kanisa langu, kwa sababu huko nitakuwa miongoni mwa watu wangu. Lakini hakujua kwamba rangi yake ingekuwa kizuizi. Walifanya reservation kabla ya safari. Hapa ndipo simulizi hii inakuwa nzito zaidi. Lucy na James hawakuibukia tu hospitalini bila taarifa. Mchungaji Marekani mweusi aliyeitwa Jeter E. Cox alikuwa mchungaji wa Bethel Seventh Day Adventist Church huko Brooklyn. Aliwasiliana na Washington Sanitarium kwa niaba yao. Tarehe 5 Septemba mwaka 1943, Cox aliandika barua akiomba Lucy apatiwe nafasi hospitalini. Tarehe 5 Septemba 1943,
Mchungaji Cox aliandika barua akiomba Lucy apatiwe nafasi hospitalini. Hospitali ikajibu. Tarehe 14 Septemba, Cox akaeleza kwamba kanisa la Betheli lingegharamia matibabu ya Lucy, likianza na malipo ya $60 kwa wiki ya kwanza, kisha bili nyingine zipelekwe kanisani. Na tarehe 17 Septemba, hospitali ikathibitisha kwamba mpango huo umekubalika na Lucy angeweza kupokelewa kuanzia Septemba 21. Kwa hiyo sikiliza vizuri sasa. Kulikuwa na mawasiliano, kulikuwa na reservation, kulikuwa na mpango wa malipo. Hospitali ilikuwa inamngojea. Tatizo halikuwa fedha, tatizo halikuwa appointment, tatizo halikuwa kwamba hospitali haikujua anakuja. Tatizo lilijitokeza walipogundua kwamba Lucy Band alikuwa ni Marekani mweusi. Septemba 22 mwaka 1943, siku iliyobadili historia, kwa sababu Marekani ilikuwa katika kipindi cha vita kuu ya pili ya dunia na kulikuwa na uhaba wa petroli. Lucy na James walisafiri kwa treni kutoka New York kuelekea Washington. Walifika Washington DC saa 1:05 asubuhi ya Septemba 22 mwaka 1943. Kisha wakaelekea huko Washington Sanitarium ofisini na kueleza kwamba yeye ndiye Mr. James Band na kwamba mchungaji Cox alikuwa amefanya reservation kwa ajili ya mke wake. Reservation yao ilitambuliwa, lakini muda mfupi baadaye James aliitwa na kuambiwa kwamba hospitali hiyo isingempokea mke wake kwa sababu alikuwa colored, yaani Marekani mweusi. Sababu iliyotolewa kwake ilikuwa kwamba sheria ya Maryland haikuruhusu hospitali hiyo kupokea watu weusi. Utafiti wa baadaye wa historia ya tukio hili unaonyesha kwamba sera ya Washington Sanitarium yenyewe ilikuwa na historia ya ubaguzi. Kabla ya mwaka 1943, baadhi ya wagonjwa weusi walikuwa wakipokelewa kwa masharti makali na kwa namna isiyo sawa, lakini kufikia mwaka 1943 sera ilikuwa kwamba watu weusi wasipokelewe. James alishtuka. Mke wake alikuwa mgonjwa sana, walikuwa wametoka mbali, walikuwa wamepewa ruhusa ya kuja, lakini sasa hospitali ya kanisa lao ilikuwa inawakataa. Alidhani atakuwa miongoni mwa watu wake. Hii ndiyo sehemu inayonigusa zaidi katika simulizi hii. James baadaye aliandika kwamba Lucy alikuwa na matumaini makubwa sana ya kwenda Washington Sanitarium. Alitarajia kwamba akiwa pale angekuwa miongoni mwa Waadventista wenzake, watu ambao wangemwelewa kwa namna ambayo hospitali nyingine isingeweza kumwelewa. Kwa kweli, James alisema matumaini hayo yalikuwa yamempa moyo kiasi kwamba afya yake ilionekana kuwa bora kuliko ilivyokuwa siku zilizotangulia, na akavumilia safari ngumu ya treni akitazamia kufika hospitalini. Lakini alipofika, imani yao ilikuwa moja, lakini rangi yao haikuwa moja. Hospitali ikamwelekeza Lucy kwenda katika hospitali nyingine, ilikuwa inaitwa Freedman's Hospital, hospitali iliyokuwa ikihudumia wagonjwa weusi, umbali wa takriban maili 6. Hospitali iliita gari taksi. James na Lucy wakaondoka. Lucy anafariki. Lucy alipokelewa katika Freedman's Hospital, hospitali ambayo baadaye ikawa sehemu ya Howard University Hospital, lakini hali yake iliendelea kuwa mbaya. Siku 38 baada ya kukataliwa Washington Sanitarium, Lucy Band alifariki tarehe 30 Oktoba mwaka 1943. Kwa mujibu wa rekodi zilizochunguzwa na mwanahistoria Benjamin Becker, sababu ya kifo chake ilikuwa ni saratani ya ini. Hapa tunahitaji kuwa waangalifu kidogo na historia. Kuna simulizi mbalimbali zilizokuja baadaye zikisema kwamba Lucy alipata pneumonia baada ya kuachwa kwenye korido ya hospitali, lakini utafiti wa kina wa baadaye unaonyesha kwamba baadhi ya maelezo hayo yamechanganywa
katika kusimulia tukio hili. Kwa hiyo hatupaswi kusema kwamba Washingtonian ilisababisha moja kwa moja kifo chake bila ushahidi, lakini jambo ambalo halina ubishi ni hili: Lucy Bundy alinyimwa huduma katika hospitali ya Waadventista kwa sababu ya rangi yake, na hilo pekee lilikuwa baya sana vya kutosha. Waadventista weusi wakasema imetosha. Habari za kilichompata Lucy zilipoenea, Waadventista wa Sabato weusi waliumia na kukasirika sana, lakini jambo muhimu ni kwamba tukio la Lucy halikuonekana kama tatizo la hospitali moja pekee. Lilifungua mjadala mkubwa zaidi. Je, Waadventista weusi walikuwa wanatendewa kwa usawa ndani ya kanisa lao wenyewe? Kwa muda mrefu tayari kulikuwa na maswali kuhusu nafasi za ajira katika taasisi za kanisa, nafasi za elimu, ushiriki katika maamuzi na uwakilishi wa watu weusi katika uongozi. Sasa tukio la Lucy likawa kama cheche iliyoangukia kwenye mafuta. Katika jimbo la Washington DC, viongozi na walei weusi waliunda harakati iliyojulikana kama Committee for the Advancement of the Worldwide Work Among Colored Seventh-day Adventists. Miongoni mwa waliohusika walikuwa viongozi na walei kama Joseph T. Dodson, Willie Anna Dodson, Valeria Justice, Eva B. Dukes, James Montgomery na Alma J. Scott. Hawa hawakuwa wanaomba kuanzisha dini nyingine. Hawakusema tunaondoka kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Walikuwa wakisema kwa msingi, sisi pia ni Waadventista wa Sabato. Tunataka haki, nafasi sawa na uwakilishi wa kweli ndani ya kanisa letu. Sisi pia ni Waadventista wa Sabato. Tunataka haki, nafasi sawa za uwakilishi wa kweli ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Ukisoma encyclopedia ya kanisa la Waadventista wa Sabato ESDA, inaeleza kwamba kamati hiyo iliwasilisha kwa viongozi wa General Conference wito wa kukomesha mifumo ya racial injustice iliyodhihirishwa wazi na tukio la Lucy Bundy, na ikaanza kuhamasisha Waadventista weusi kote Marekani kudai mabadiliko. Kwa nini Lucy Bundy akawa catalyst? Ni muhimu kuelewa neno catalyst. Lucy Bundy hakuwa mwanzo wa ubaguzi wa rangi katika kanisa, na mjadala kuhusu namna bora ya kuendesha kazi miongoni mwa Waadventista weusi ulikuwepo kabla yake, lakini tukio lake lilifanya tatizo ambalo lilikuwa limejadiliwa kwa muda mrefu kuwa jambo ambalo halingeweza tena kupuuzwa. Kwa sababu swali likawa, inawezekanaje mtu awe Mwadventista msabato mwaminifu, achangie kazi ya kanisa, aamini huduma za kanisa, lakini anapohitaji msaada wa taasisi ya kanisa rangi yake imzuie? Ndiyo maana mwanahistoria na kiongozi wa zamani wa kanisa Calvin B. Rock anaeleza tukio la Bundy kama kichocheo kikuu kilichosukuma mabadiliko yaliyokuwa yanahitajika katika kanisa. Na utafiti wa Benjamin Beck pia unalitaja tukio hilo kama major catalyst katika kuanzishwa kwa kile tunachokiita leo regional conferences, conferences zinazoongozwa kihistoria na Waadventista weusi katika North American Division. Matokeo yake yalikuwa makubwa sana. Baada ya shinikizo la mijadala hiyo, mwaka 1944 viongozi wa kanisa walichukua hatua kuelekea kuanzishwa kwa conference maalum zilizoongozwa na Waadventista weusi. Na mwaka 1945 regional conferences za kwanza zikaanza kufanya kazi. Kwa mfano, Allegheny Conference ilianza rasmi shughuli zake Januari 1945. Kwa hiyo tunapoyaona leo baadhi ya makanisa ya Waadventista wa Sabato Marekani yakiwa chini ya regional conferences, hatuwezi kuelewa mfumo huo vizuri bila kuelewa historia hii. Regional conferences hazikuibuka kwa sababu Waadventista weusi waliamka asubuhi moja na kusema hatutaki kuabudu na watu weupe. Hapana, ziliibuka katika mazingira ya Marekani yenye segregation na ubaguzi, pamoja na mapambano ya Waadventista weusi kutafuta haki, nafasi sawa,
uwakilishi na uwezo wa kuongoza kazi ya injili katika jamii zao. Na tukio la Lucy Bandi likawa moja ya vichocheo vikubwa vya mabadiliko hayo. Funzo kwa kanisa la leo. Lakini hapa kuna jambo la muhimu. Lengo la kusimulia historia hii si kulishambulia kanisa la Waadventista wa Sabato, ni kulipenda kanisa kiasi cha kutosha kusema ukweli kuhusu historia yake. Kanisa linaweza kuwa na ujumbe sahihi, lakini watu wake wakafanya makosa. Tunaweza kuhubiri kwamba Mungu hana upendeleo, ile Matendo 10:34, lakini bado tukajikuta tunajenga mifumo inayowatendea baadhi ya watoto wa Mungu tofauti. Na hapa ndipo historia ya Lucy Bandi inapotupa swali zito. Je, inawezekana kutetea Sabato ya siku ya saba huku ukimnyima ndugu yako haki siku hiyo hiyo? Je, inawezekana kuhubiri ujumbe wa malaika watatu kwa ulimwengu wote huku tukishindwa kuona utu sawa wa watu wote? Kwa maoni yangu, historia hii haipaswi kutufanya tuone aibu ya kuwa Waadventista. Inapaswa kutufanya tuwe Waadventista bora zaidi. Hapa ndipo series yetu inaanza kuunganika. Sasa unaweza kuanza kuona picha kubwa. Katika episode ya kwanza tuliona kwamba segregation katika makanisa ya Marekani haikuanza na Waadventista. Kanisa lilikuwa ndani ya jamii ambayo tayari ilikuwa imegawanywa sana kwa misingi ya rangi. Lakini katika episode hii tumeona kitu kingine. Mfumo huo wa ubaguzi uliingia pia katika taasisi za kanisa, na tukio la Lucy Bandi likawa mojawapo ya nyakati ambazo Waadventista weusi wakasema mambo haya lazima yabadilike. Lakini hapa ndipo swali jingine kubwa linakuja. Regional Conference ilianzishwaje rasmi? General Conference ilijibuje madai ya Waadventista weusi? Na je, Regional Conferences zilikuwa suluhisho la ubaguzi au zilifanya mgawanyiko wa rangi ndani ya kanisa kuwa wa kudumu zaidi? Hilo ndilo tutakalolijadili katika episodi ya 3. Kama historia hii ni mpya kwako, share hii video na rafiki yako, na kwenye comment niambie kama ungekuwa Mwadventista mwaka 1943 na ukasikia kilichompata Lucy Bandi, ungependekeza kanisa lifanye nini? Historia haibadilishwi kwa kuificha. Tunajifunza historia ili tusirudie makosa yake. Usisahau kufollow channel hii na kusubscribe. Mimi ni Benson Mwashinga wa Umilele TV nikiwa hapa Michigan nchini Marekani. Bye bye.